Na vile mimi ni baba wa watoto 11 na watoto. Ila bila kukawia, nashukuru kwanza baraza la mahali kwa kunipatia nafasi ya kusimama mbele yenu. Najua haiko fedha yangu, lakini Mungu ndiye aniandaa. Basi tutafungua Biblia yetu katika Injili ya Yesu Kristo ndani ya kitabu ya Mathayo sura 6 mstari wa 31 na tunasoma kitabu ya Mwanzo 3:17. Simame kwa kuheshimu neno la Mungu. Mathayo sura 6 mstari wa 31. Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Amen. Nasoma kitabu cha Mwanzo 3:17. Neno la Bwana linasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeyasikiliza sauti ya mke wako. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za maisha yako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo ya leo ama kichwa ya leo tunasema kwamba kuwa na Yesu ni kupata vyote. Ndio. Na kumpoteza Yesu vile vile ni kupoteza vyote. Kwa sababu kama shabaha ya Mungu ilikuwa kuumba mwanadamu, aliumba mwanadamu kwa ajili ya vyote ambavyo alimuumbia. Aseme lakini mwili haikuumbiwa juu ya chakula, lakini chakula ndio iliumbiwa juu ya mwili. Sawa sawa na jinsi mavazi, mwili haikuumbiwa juu ya mavazi, lakini mavazi ndio ilitengenezwa juu ya mwili. Na sawa sawa na jinsi kinywaji, mwili haikuumbiwa juu ya kinywaji, lakini ni kinywaji ndio ilitengenezwa. Na tafuta kutoa mfano mmoja njoo ndani ya somo yetu, kwa sababu miongoni mwa vitabu vya Mwanzo ilikuwa kitabu ambacho kilikuwa kikilalia juu ya sheria. Na tunakamata mfano ya Yesu Kristo na Adamu. Tunakamata mfano wa Pastor Kizito ni Adamu. Yeye kwa sasa tunamkamata yeye ndio sheria. Tunakamata mfano wa mtoto wetu pale mwenye kuna nyonya ni Yesu Kristo. Kwa Yesu asifiwe. Tukiwa pamoja siku ya leo, unaweza kubarikiwa ndani ya maneno ya Mungu kwa sababu inanilenga wewe, mimi na wewe. Somo ya leo ni kusema kwamba kiini ya shabaha ya Yesu Kristo ni kututosha ndani ya sheria na kutuleta ndani ya neema. Sio kwa maana siku za leo unashikutana kukula kwetu shie kwanza ni kukula kwa neema, kwa sababu Yesu Kristo aligharamia neema. Yaani sheria iliwekwa lakini neema ikagharamiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kwa maana kitabu ya Mathayo neno la Mungu nasema kwamba aseme tusisumbuke tukisema tutakula nini ama tutavaa nini ama tutakunya nini, kwa sababu Yesu ameshatutosha ndani ya sheria. Atukule tena kwa ajili ya sheria, lakini
tunakula kwa sababu Yesu Kristo yeye ni mkate wa uzima, na anasema ukimkula yeye hautasikia njaa kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Aseme pale ambapo Yesu alipotembelea katika kisima cha Yakobo, anaenda kuomba mwanamke Msamaria mpasi maji, anamwambia tangu lini mimi na wewe wa Samaria na Wayahudi tukakutanana wapi? Akamwambia ungelijua mwenyewe na kuomba maji, ungemlomba maji ya uzima. Na sio kwa maana maneno ambayo tunazungumzia leo ni maneno ya kiroho, sio maneno ya kimwili, kwa sababu ndani ya sheria ni maneno ya kimwili, lakini ndani ya kiroho tuko ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Aseme Yesu akamwambia ungelijua mwenyewe na kulomba maji, wewe ndio mtafuta maji ya uzima, kwa sababu yeye Yesu ni maji ya uzima. Sio kwa maana nakutana na watu wengi siku za leo wanashindwa kuona neema ambayo Mungu ametia kwa ajili ya maisha yao, wanaweza kulaumu kwa ajili ya lawama ama kwa ajili ya maneno ambayo unaweza kuyasema, unaweza kukimbiza baraka zako ndani ya maisha yako. Kuna kauli ya wengi ambao wamesema hizi siku za leo kusema kwamba iko saa mingi mwenye nisikizanaka tu, iko saa mingi ni kiasi sikizana mwa hii dunia ya Mungu. Wengine walikuyaga wanajieleza, lakini shie tulisindikizaka tu wengine. Lakini neno la Mungu linasema kwamba aseme kuwai ni bora kuliko kila kitu, kwa sababu neema ambayo Yesu alitutia kusudi atutoshe ndani ya sheria na kutuleta na hiyo neema, yeye alifanyia gharama. Ni gharama yenye wewe mwenyewe hauwezi kuifanya gharama ambayo Yesu alifanya, kumwaga damu yake kwa ajili yako wewe. Adamu kila siku itwao leo alikuwa anakula kwa jasho, lakini mfano ambao niko natosha, mtoto mwenyewe mdogo sai kama baba njoo Adamu yeye anatafuta jua kule kwa jasho, na kupenda nitoe mfano ule mtoto na